Ilikuwa ni lengo la kufanya jogging, lakini kikubwa zaidi ilikuwa ni kumkumbuka mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Najua wengi mnafahamu kwamba siku ya kesho ni siku ambayo mpendwa wetu anatimiza miaka 5 tangu alipotutoka. Lakini sisi kwa niaba ya familia na wananchi wote kwa ujumla tukasema tutamwenzi vipi mpendwa wetu kwa kutambua mchango wake ambao ameufanya katika taifa hili. Basi tukasema tutoe sadaka yetu, na vizuri zaidi tunafahamu kwamba kipindi hiki ni kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia ni kipindi cha Kwaresma. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Ilikuwa ni lengo la kufanya jogging, lakini kikubwa zaidi ilikuwa ni kumkumbuka mpendwa wetu hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Najua wengi mnafahamu kwamba siku ya kesho ni siku ambayo mpendwa wetu anatimiza miaka 5 tangu alipotutoka. Lakini sisi kwa niaba ya familia na wananchi wote kwa ujumla tukasema tutamwenzi vipi mpendwa wetu kwa kutambua mchango wake ambao ameufanya katika taifa hili. Basi tukasema tutoe sadaka yetu, na vizuri zaidi tunafahamu kwamba kipindi hiki ni kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia ni kipindi cha Kwaresma ambapo Mungu mwenyewe anatuasa kutenda matendo ya kujitolea kwa ajili ya watu wenye uhitaji. Kwa hiyo tukasema tumeshirikiana na familia na baadhi ya wadau, tumewasilisha sadaka yetu hii. Najua ni chache, lakini ni mwanzo tu. Hata mwaka jana tulitoa na tukaahidi kwamba hatutaishia hapa. Tuliendelea kutoa na kuwasaidia watu wenye uhitaji katika mahospitalini, lakini kwa kutambua kwamba hapa ndo primary health care, ambapo kwa ujumla hospitali ya wilaya hii inachukua wagonjwa wengi ukilinganisha na hospitali ya rufaa. Mgonjwa mpaka awe rufaa kwenda hospitali ya rufaa pale Chato lazima atapitia hapa. Tukasema kwa umuhimu huo na kutambua kwamba hospitali hii ina wagonjwa wengi, na kama alivyosema mganga mkuu hapa kwamba kuna wagonjwa wengine wanakuja hawana hata ndugu na wanahitaji msaada, tukasema tushirikiane tuje kuchangia kwa udogo wetu. Tunaomba mvipokee. Tumekuja na vifaa vya wamama, watoto, lakini pia hatukuacha hospitali nyuma. Tunafahamu kwamba kuna changamoto za hapa na pale. Tumenunua mashuka kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wagonjwa wetu. Mimi hospitali naifahamu muda mrefu. Nimewahi kuja kutibiwa mara nyingi sana tangia nilipokuwa mdogo. Kwa hiyo kwanza kuiona imefika hapa ni kitu kikubwa sana. Zamani kulikuwa ni majengo machache na vifaa vilikuwa hamna. Lakini kwa sasa hivi tunaona miundombinu, huduma za kiafya zimeimarika, lakini pia tunaona wahudumu wa afya wapo wa kutosha, ambayo yote hii ni chini ya serikali ya mama yetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan. Tumpongeze jamani. Kwa mtu ambaye ameiona hii hospitali miaka 10-15 na sasa hivi ni dhahiri inaonyesha wazi kwamba kuna hatua ambayo imefika na hatua ambayo imewanufaisha wananchi wote kwa wilaya hii ya Chato na Tanzania kwa ujumla. Nipende kumpongeza mama yetu ambaye kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi ilikuwa na lengo ya kuhakikisha kila wilaya inapata hospitali, na hilo limeweza kufanikiwa kwa 100%. Sasa hivi tunaendelea na mchakato wa kuendelea kujenga hospitali zingine kulingana na ilani ambapo inatutaka, na nawaahidi kama mlivyotuamini Chama cha Mapinduzi kupitia serikali ya awamu hii ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, yote hayo yanaenda kutekelezeka kwa 100%. Lakini niongezee hapo kwa kuchangia kwa nini tumeamua kufanya hivi. Tunafahamu changamoto ni nyingi. Kuna changamoto chache ambazo najua tutashirikiana hapa na mganga mkuu pamoja na wote wahusika, tutaweza kuziwasilisha sisi kama wasemaji, na ambao wamfahamu mimi niko kwenye kamati ya TAMISEMI, kamati ambayo inahudumu hospitali zote za wilaya na zahanati zote ziko chini yake. Kwa hiyo mimi ni balozi mzuri na nawahakikishia kwamba nitaendelea kuwasemea wanachato, nitaendelea kuwasemea Watanzania wote kwa ujumla kuhakikisha kwamba changamoto za afya tunaenda kuzitatua kwa 100%. Ikumbukwe tu
katika kipindi cha nyuma, tukizungumzia serikali imefanyaje kazi, tukiangalia katika vizazi ambavyo takwimu zilikuwa zinaonyesha katika kila vizazi 100 kulikuwa kunatokea vifo zaidi ya 750, lakini mpaka mwaka 2022 katika vizazi hivyo 100 ni vifo tu 104 ambavyo vinatokea kwa mama na watoto. Hiyo ni hatua kubwa ambayo serikali imefanya. Lakini lengo la serikali ni nini? Lengo ni kuhakikisha kwamba vifo hivyo havitokei kabisa. Na chini ya serikali hii ya mpendwa wetu mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, hayo yote yanaenda kufanikiwa kwa 100%. Nipende kuwashukuru tena, asante kwa mliojitokeza kwa wingi. Nichukue fursa hii tena kuendelea kuwaasa wanachato wote na Watanzania wote kuendelea kuwakumbuka wapendwa wetu ambao wana mahitaji, ili tuweze kuwafanya na wao wajisikie kama kweli wana ndugu. Na sisi nature ya Watanzania siku zote sisi ni ndugu. Kwa hiyo ndugu wetu utaweza kudumika kwa vile ambavyo tunaendelea kuwashika wenzetu na kuwasaidia katika kipindi cha matatizo. La mwisho kabisa, nipende kuwashukuru, lakini nichukue fursa hii, sasa kama nitapata muda mwingine wa kuongea. Kwa hiyo niwakaribishe katika kumbukizi ya kesho ya tarehe 17. Misa itafanyikia pale viwanja vya nyumbani, na najua kwa wachache ambao mmepata kutambua kwamba mgeni rasmi atakuwa makamu wa rais, lakini kuna mgeni maalum ambaye ni rais wa Zanzibar pamoja na mawaziri wakuu wastaafu, wageni wengi na viongozi mbalimbali ambao wataweza kushiriki na sisi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisha, lakini pia niwakaribishe katika kwenda kuzuru kaburi la mpendwa wetu, na tukimaliza ratiba hapo kutakuwa na chakula, lakini tutamalizia kwa mkesha wa hayati ambapo kuna wasanii wamekuja, Dogo Pateni pamoja na Jinako na wengine wengi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisha tuweze kujumuika nasi kusherehekea maisha ya mpendwa wetu, tuendelee kumkumbuka kwa falsafa yake ya kusimama na watu wote, hususan wale wenye mahitaji maalum na wale wanyonge. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.